Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ahbabi alkiram, tukiendelea na somo la jiografia ya faslul khamis katika mlango wa 15, Amerika, bara la Amerika ama tulo la Amerika, na waweza ukasoma bisukuni ilmimi na kwa imala Amerika, wenyewe wazungu waliita Amerika. Neno la Amerika asili yake limetokana na mvumbuzi wa Kiitaliano anayejulikana kwa jina la Amerigo Vespucci. Habari za kutengenezwa jina hili la bara la Amerika zilianza katika mwanzoni mwa karne ya 16 na ilitokana na kuvumbuliwa ardhi hii na kugunduliwa na Christopher Columbus. Huyu ndo alivumbua hili bara, na baada ya kulivumbua na kupeleka ile habari kwa huyu Amerigo Vespucci, yeye akasema hii si ardhi ambayo ina mafungamano na bara la Hindi, bali hii ni ardhi ama ni qaratun jadidatun tamaman. Hili ni bara jipya kwa kutimia. Na mwandishi wa ramani ya ulimwengu akapewa kazi ya kuandika hilo bara na kulipatia jina, lakini kwa takdir ya uvumbuzi kama hunu wa huyu Amerigo Vespucci, kwa kusema hili si bara lenye kufungamana ama si ardhi yenye kufungamana na India, likapewa hili bara jina Amerika kwa heshima yake, ambalo lilivumbuliwa na nani? Christopher Columbus. Na jambo kama hili lilikuwa limetekelezeka katika mwaka wa 1507, pamoja na kuwa huyu Christopher Columbus alilivumbua katika mwaka wa 1400 na ngapi? 92. Na mchakato, hatua zile za kufanya majadiliano mpaka zikawa zitatimia, ikawa ni katika mwaka 1507. Na Amerika ni mkusanyiko wa nchi nyingi ndani yake, na aliokuwa akiandika zile ramani ni Mjerumani akiitwa kama akitambulika kwa jina la Martin Waldseemüller. Martin Waldseemüller, yeye ndo walioandika zile ramani za kizamani. Kwa hivyo akapewa jukumu akaandika. Na Amerika ni mkusanyiko wa nchi takriban 50 ndani yake, ndo wanajiita alwilayatul muttahidatul amrikiya, wilaya ama muungano wa serikali za umoja wa Kiamerika, United States of America kizungu. Tablughu misahatuha almurabba'ati, husikilia inafika maeneo yake ya kimraba, area yake ukubwa ni 24 milioni kilomita murabba, ni kilomita mraba milioni 24. Fashamaliyatu, basi sehemu ya kaskazini north, 21 wa nisfu, ni milioni kilomita murabba. Fashamaliyatu 21 wa nisfu milioni kilomita murabba, ni kilomita mraba milioni 21 na nusu. Waljanubiyatu, na upande wa kusini south,
18 kilomita murabba, ni kilomita mraba 18. Walwusta, na kati na kati na katikati, walwusta na katikati maeneo yake ya mraba 2.5 kilomita murabba, ni kilomita mraba 2.5. Yahudduha sharqan, yapakana na bara la Amerika upande wa mashariki. Almuhitul atlasi, ringizi la Atlas, Atlantic Ocean. Wa gharban, na kiupande wa magharibi. Almuhitul hadi, ni ringizi la shwari, ringizi la shwari, Mediterranean Sea. Wa shamalan, na upande wa kaskazini. Almutajammidu shamali, ni bahari ama ringizi la mgando ama la kimgando la kaskazini, the Northern Frozen Ocean ama Arctic Ocean. Wa januban, na upande wa kusini lapakana bara la Amerika na almutajammidul janubi, na mgando ama ringizi la kimgando la kusini, Southern Frozen Ocean. Wa awwalu man sakanaha alhunudul humru, na mwanzo waloketi hapo katika bara la Amerika ni Wahindi wekundu, Red Indians, wale Wahindi wekundu. Na kwa sababu gani? Kwa sababu ile ardhi ilikuwa ina muingiliano. Je, hii ni sehemu ya Wahindi ama ni bara lingine? Sasa wakawa wao ndio wa kwanza kuketi pale kwa sababu ndio wa asili. Sasa haijulikani tena mambo ya kiwazungu, ni kama sampuli ya Palestina, kuwa wao mahali wamepapata pana wenyewe wakapatukua kwa nguvu, kwa sababu wakazi wale sehemu wa kwanza ni wa Amerika, kisha wao walivumbua na pana watu pale mahali. Utavumbuaje mahali useme hapa ni mahali pengine na pana wenyewe? Lakini wakaamua hivyo kupatenga, kupafanya ni bara lengine. Kwa hivyo wa awwalu man sakanaha, wa mwanzo kuketi katika bara la Amerika, alhunudul humru, ni Wahindi wekundu, Red Indians. Alqismu aljanubiyu minha nariyun, kigawanyo cha kusini mwa Amerika ni cha kimoto, pana oxygen nyingi. Wafiha salasilul jibali alkathirati albarakini, na katika bara la Amerika panao minyororo ya majabali mingi ya zaha ama yenye zaha nyingi. Zaha ni volcanic, ile kutoka moto ndani yake. Wafiha salasilul jibali alkathirati albarakini, na katika bara la Amerika pana minyororo ya majabali yenye zaha nyingi ama mingi ya zaha. Wa hiya kathiratul khuljani, na bara la Amerika ni lingi la maguba. Guba tumesoma Gulf, kama Gulfs ni jamii ya Khalij ama Bay. Wa anharuha tawilatun, na mito ya bara la Amerika ni mirefu. Ghaziratul miyahi, ni mingi ya maji, yani ina maji mengi. Wa ghabatuha kathifatun, na mitu yake, yani misitu ya bara la Amerika, kathifatun, ni yenye kushindamana, yani imeumana, imeambatana, ile imeshikana. Wa ghabatuha, na mitu ya bara la Amerika, kathifatun, ni yenye kushindamana, manake kushikamana,
Munakhuha, hali ya hewa, hali ya anga la bara la Amerika, aqallu hararatin ala al-umumi, ni chache zaidi ya joto kwa kuenea, yani bara zima liko na joto asilimia ndogo. Aqallu hararatin, ni chache zaidi ya joto, ala al-umumi, juu ya kuenea ama kwa kuenea sehemu yote Amerika. Iktashafa Amerika, alivumbua bara la Amerika ama tulo la Amerika Christopher Columbus. Huyu Christopher Columbus alilivumbua ili bara sanata 1492 miladiya, mwaka wa 1492 tangu kuzawa Nabii Isa alayhi salam. Sukanuha, wakazi wa bara la Amerika 327 milioni nasamatan, ni ruhu ama nafsi za watu milioni 327, pamoja na kuwa imeongezeka kwa wakati ambao tumefika. Wahia mukhtalifatun biikhtilafi almanatiqi min jalidiyatin wa mu'tadilatin wa haratin, na hilo bara ni lenye kukhtalifiana ama hizo hali za kihewa na anga. Mukhtalifatun, ni zenye kukhtalifiana, kutofautiana, biikhtilafi almanatiqi, wa kadri ama kwa kiasi cha kukhtalifiana mikanda, area ama zone, ndio almanatiq. Min jalidiyatin, kutokana na mgando, kuna sehemu kuna baridi kali ya kugandisha. Wa mu'tadilatin, na sehemu ya anga ya kati na kati. Wa haratin, na joto, kuna sehemu nyingine kuna joto, kulingana na area na zones. Ahamul hasilati, muhimu zaidi ya mapato ya kimakulima, hiya kasbu sukari, ni mua, sugarcane, wal mauzu, na ndizi, banana, wal hububu, na tembe tembe, cereals ama grains, wal karmu, na zabibu, grapes, wal labanu, wal bunnu, na buni, coffee, wal qutnu, na pamba, cotton, wa shajarul matwati, na mti wa raba ama miti ya raba, wal ghabatu, na mapori ama na mitu ama na misitu, wal ghabatu, na misitu ama mitu. Maadinuha, maadini ya bara la Amerika, adhahabu, ni dhahabu, gold, wal fiddatu, na fedha, silver, wal hadidu, na chuma, iron, wal rasasu, na risasi. Risasi ni ile maadini utengezewa kalamu ile, umeona ile utengezewa kalamu ile ndio inaitwa rasasi. Lead, wa naftu, na mafuta, oil. Fahiya aghna alqarati nisbiyan, bara la Amerika ama tulo la Amerika ni kwasi zaidi ya matulo kinisba, yani kwa nisba ya mabara hili liko na utajiri. Wa mutaqaddimatun jiddan fi sinaati, na ni lenye kutangulia sana katika viwanda, katika masala ya viwanda, industry, wao wako mbele ya watu wote. Sasa na masoko yenda yakibadilika, sasa kuna upinzani kati ya China na Russia, lakini wao kwa asili walitangulia. Sasa kama wamepitwa ni baada ya kuwa washatangulia. Walfadlu lilmutaqaddimi, na fadla siku zote urudi
kwa waliotangulia. Ndio maana Waafrika kila kitu kizuri usema cha mzungu. Mzungu ana akili, mzungu. Hata China wamekuja, lakini ukimletea Mwafrika kitu atakwambia nataka cha mzungu, kwa sababu wao ndo waliotangulia, ikaingia ndani ya bongo za Waafrika wote kuwa kitu kizuri na hodari kutengeneza ni nani? Ni mzungu, kwa sababu wa mutakaddimatun jiddan fi sinaati, walitangulia sana katika viwanda, kwa hivyo ikawapatia bahati kama hili. Inshallah mpaka hapa tutakoma. Tusahau kulike, kushare na kusubscribe, na Allah awapatie wazazi wetu radhi na mazuri, na walimu wetu waliotufundisha na waliokufa pia Allah awarehemu, aweke pema pamoja na wema. Na sisi wenye kutafuta ilmu, Allah atupe ilmu yenye manufaa, atupe tawadhu na ikhlas na kupendana, atufungulie na milango ya riziki. Wa as'ada Allahu awqatakum wa ila liqa.